mwili tu. Hivyo ndivyo Adamu alibaki sanamu ya kimwili ya uhai tu, lakini uwepo wa Mungu limuondokea. Hallelujah. Watu wengi wako hivyo, na tuko na watu wa aina ya tatu. Aina ya tatu ya watu ambao tuko nao kwa ulimwengu wanaitwa ni watu nyama. Kuna watu unawaona ni sanamu ya utu, lakini ndani yao, ndani ya roho zao wanaishi kama manyama, wanatenda kama nyama. Wanaweza kuwa wamesoma, ni wasomi zaidi, wanaweza kuwa wana mali, wana pesa, wanaweza kuwa na vitu vyote, wanaweza kuwa ni warembo ama wenye uso mzuri wa kupendeza, lakini ni wanyama. Roho zao ni roho za unyama. Hizi ndizo aina tatu za watu ambao tuko nao. Na wewe mwenyewe angalia maisha yako, jitambue mwenyewe. Uangalie wewe ni wa aina gani ndani ya hizi aina tatu. Na kama wewe ni wa aina ya kimwili, ni mwili wako ndio unatawala maisha yako, ni mwili wako ndio unaongoza maisha yako, unatembea sawa sawa na mwili wako, unaenda kanisani kila mara, unaomba, unasifu na kuabudu, unatoa sadaka, lakini roho yako haitawale mwili wako, ni mwili wako ndio unatawala roho yako, ujue bado wewe ni mtu wa kimwili. Uwepo wa Mungu umetoka, kwa sababu hauna woga wa dhambi ndani yako. Haogopi kufanya dhambi. Haone kuwa kufanya dhambi ni kitu kwako. Unaona kuwa kufanya dhambi ni kitu kawaida. Na kwa sababu ya hiyo unakuwa mtu wa kimwili, sababu uwepo wa Mungu umetoka. Hallelujah. Jioni ya leo amua kurudisha picha ya Mungu katika maisha yako. Hawa watu wa kimwili nitakugusia kidogo, ni kuonyesha ni watu gani na namna gani wana behave, namna gani wanaonekana kanisani, namna gani wanajishika, wanajichukua katika kanisa. Matendo yao ni watu ambao wameona dhambi kuwa kawaida, hawana woga wa Mungu, wanakuja kuabudu, wanafanya mambo yote kanisani, lakini haiwasababishi kufanya dhambi zao. Watoto wa Mungu wamechukua hali ya mavazi ya ulimwengu, wameleta kanisani. Kanisani watu wanavaa uchi, watu wanatembea uchi ndani ya kanisa la Mungu, watu wa kimwili. Na viongozi ama wachungaji wanaoga ya kuwaambia, wanaogopa kwamba wakiwaambia watu watakimbia. Ambia mtu jinsi ilivyo, mpatie mtu neno la Mungu la kweli. Kama taenda, wacha aende. Lakini kama ni mtoto wa Mungu na anataka kufuata Mungu kabisa, hataenda fasi. Sababu hakukufuata wewe, lakini alifuata Mungu. Na watu hawakuja kufurahisha watumishi wa Mungu, lakini tunakuja kufurahisha Mungu katika kanisa. Tunakuja kuabudu Mungu na kumsifu katika roho na kweli, katika shurutisho, katika sharti, pasipo kuchagua. Kini dunia leo watu wa kimwili wanachagua ni masaa gani wanataka kuabudu Mungu. Wanajichagulia ni wakati gani, ni hali gani, ni kanisa gani, ni pasta gani, ni mtumishi gani, ni kuhani gani atawahudumia. Wanajichagulia, sio Mungu anawachagulia. Shida, kila hali yote ya mavazi ambayo inatengenezwa na ulimwengu na waimbaji wa ulimwengu. Waimbaji wa ulimwengu wanapewa masharti na shetani. Wanapewa masharti na shetani kuzileta kwa ulimwengu ili waharibu ulimwengu. Na wale ambao wanachukua hizi sharti wa kwanza ni watu wanaitwa Wakristo. Wanachukua na kupeleka ndani ya makanisa. Unakutana makanisa yamekuwa machafuko. Kuna kanisa zingine hata ukiingia unajiuliza, je, niko disco ama niko kanisani? Unajiuliza, niko sokoni ama niko kanisani? Unajiuliza, niko wapi? Mahali ambako kuna uwepo wa Mungu, mahali ambako kuna abudika katika roho na kweli, mahali ambako ni kanisa la Mungu la kweli, ukiingia unasikia uwepo wa Mungu. Wakianza kusifu na kuabudu, unasikia roho yako inamwagika, roho yako inabubujika, roho yako inajiunga na mbingu kwa hiyo muda. Lakini ukiingia kanisani unaona kwanza wanawake wamevaa uchi.
ili kwamba wanaume wakiwaangalia wasijiconcentrate tena kwa mahubiri, wasijiconcentrate tena kwa neno la Mungu, wasijiconcentrate tena, wasikazie macho yao ama roho zao ama mafikara yao kwa uwepo wa Mungu, kwa sifa na maabudu, lakini wakazie macho yao, wakazie roho zao kuangalia na kuangalia utupu wao. Biblia inamuita Mungu kuwa mfalme wa wafalme, zaidi ya mfalme. Sijui ni mtu gani anaweza kwenda kumtembelea mfalme, hata malkia wa nchi hii. Sijui ni nani anaweza kwenda kumtembelea kama umevaa uchi, umevaa mavazi ya vipande. Haleluya. Badilika leo, geuza leo, okoka siku ya leo. Sitiri mwili wako, funika mwili wako. Mungu ni Mungu wa heshima, Mungu ni Mungu wa utukufu, Mungu ni Mungu wa heshima. Viongozi wengine wanaambia watu, usijali, unaweza kuvaa vile unataka, Mungu anaangalia roho. Lakini nakuambia ni kweli kama maandiko yanavyosema, Mungu anaangalia roho. Lakini yale yanatoka kwa mwili, yanatoka wapi? Si yanatoka ni kwa roho. Haleluya. Kwa sababu kabla uvae hivyo, ni roho inakuamlia, ni roho inakuambia vaa hii, vaa ile. Haleluya. Na kama uko mtoto wa Mungu wa kweli, kama uko na roho wa Mungu wa kweli, ama kama uko na picha ya Mungu ndani yako, uso wa Mungu ama uwepo wa Mungu ndani yako, utasikia hiyo roho ya Mungu inakuambia hapana, wewe ni mtoto wa Mungu, hauwezi kuvaa hivi. Na hiyo sauti itakukosesha amani, hata hauwezi kulala, hata hauwezi kutoka nje na hizo mavazi za vipande. Mtoto wa Mungu ana represent Mungu. Mtoto wa Mungu ana uso wa Mungu. Mtoto wa Mungu ana uwepo wa Mungu ndani yake. Mtoto wa Mungu ni mtu tofauti. Mtoto wa Mungu ni mtawala wa ufalme wa Mungu. Watu wakiona mtoto wa Mungu, wanaona Mungu kwa maisha yake. Watu wakikutana na mtoto wa Mungu, wanaona wamekutana na Mungu moja kwa moja. Hallelujah. Mungu anaangalia roho ndio, lakini mambo yote ambayo yanafanyika, ambayo yanatoka kwa mwili, yanaanza ni kwa roho. Na ndio maana anasemaka kuokoka sio mwili ambao unaokoka, lakini ni roho ndio lazima iokoke. Alafu itawale mwili, iambie mwili ni nini mwili inaweza kufanya. Ni roho ndiye inaamulia mwili. Lakini kama mwili unaanza kuamulia roho, hiyo ni kifo, ni hatari sana. Hallelujah. Adamu alipopoteza uwepo wa Mungu kwa njia ya dhambi ndani ya maisha yake, Mungu akaanza kutengeneza manabii. Alianza na Noa. Akamwambia Noa, jenga safina kwa sababu nataka kuharibu ulimwengu. Sababu dhambi za ulimwengu zimenifikia. Nataka kuharibu ulimwengu. Nasikia ulimwengu kininukia. Ulimwengu unanukia Mungu. Ulimwengu unatoa harufu kama mavi. Ulimwengu unatoa harufu mbaya mbele za Mungu. Mungu anataka kuharibu ulimwengu. Noa akakuja, ama Nuhu akakuja kwa Mungu, akakuja kwa ulimwengu, akatangazia watu wote katika ulimwengu, akawaambia vile alivyotumwa na Mungu, kwamba Mungu anataka kuharibu ulimwengu. Tubuni dhambi zenu, tengenezeni njia yenu, na karibuni katika safina. Wakati Nuhu alikuwa akiambia watu walikuwa na mcheka, walikuwa na mdharau, wengine walikuwa na mwita, angalia huyu mzee wa Lupala. Kazee Kalupala kanatuambia nini? Kwanza hakana pesa, hakana gari, hakana mavazi, hakana hiki na kile. Ni mambo ngapi ambao wametukana watumishi wa Mungu, wale ambao wanakuhubiria ukweli, watumishi ambao wanahubiri ukweli wa neno la Mungu, wanapigwa vita kwa ulimwengu wa leo. Na wale wenye kuwapiga vita ni watumishi wenziwe. Wale wenye kuwapiga vita ni wale watu wanaitwa Wakristo wenye kunyama kanisani, sababu ya ukweli. Sio kitu cha kushangaa, sababu hata Nuhu ilianza na Nuhu. Ni walipigwa vita, lakini watu walikuja kuelewa wakati mvua ilinyesha, vile Nuhu alikuwa akiwaambia, watu waliteketea, wanyama waliteketea katika siku hizo. Kisha mvua, kisha gharika, ulimwengu ulinuka, maiti zilikuwa mahali pote,
hakuna mtu angeweza kuzika. Haleluya! Na hii ndiyo mwanzo ya maono ya safina wakati wa siku za mwisho ambao Mungu ametupatia tujenge. Mungu amesema kwamba atakuja kuharibu kama ilivyokuwa wakati wa Nuhu. Ndivyo atakuja kuharibu ulimwengu, sio kwa maji tena, lakini anakuja kuharibu ulimwengu kwa moto. Ukitaka kuona hii utaiona katika kitabu cha Mathayo 24 mstari wake wa 37 mpaka 39. Na katika kitabu cha Petro wa pili mstari wake wa 3, sura 3 mstari wake wa 5. Utaiona hapa. Ushuke mpaka 8. Haleluya! Tubu. Kubali kurudisha uwepo wa Mungu katika maisha yako. Usipotubu, Yesu anakuja. Yesu yuko njiani sasa. Alikuwa amekaa kwa enzi yake, sasa yuko wima, amepiga hatua, anakuja kuchukua kanisa. Ulimwengu unamnukia Mungu kwa dhambi. Ulimwengu unamnukia Mungu sasa. Makanisa yananuka mbele za Mungu. Makanisa yanatoa harufu mbele za Mungu. Watumishi wengi wameanguka. Watoto wa Mungu wengi wameanguka. Wamepoteza uwepo wa Mungu katika maisha yao. Na hii ni harufu mbaya ambayo inamfikia Mungu. Mungu anataka kuharibu ulimwengu kwa moto. Ataharibu ulimwengu. Ulimwengu na kwenda kuteketezwa kwa moto. Kama unanisikia jioni ya leo, kama unanisikia siku ya leo, mahali popote ambako unanifuata, tubu na ukubali kurudisha uwepo wa Mungu. Rudisha sura ya Mungu katika maisha yako. Pengine utaniuliza kivipi? Badilika. Badilisha roho yako. Badilisha tabia zako. Acha unafiki. Acha unafiki. Acha kujifanya. Acha kujidanganya. Dhambi inaua. Katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura 2 mstari wa 1 na wa 2, Biblia inasema hapo ndiko mahali ambako Mungu alikujaka kurudisha tena sura yake ndani ya mwanadamu, ndani ya agano jipya. Ubatizo wa Roho. Alikuja kwa nguzo ya moto, akakuja kwa picha ya moto, akakuja kaingia, akapenya, akaingia ndani ya roho ya mwanadamu. Na bado jambo hili linafanyika. Bado jambo hili bado linaishi. Bado jambo hili linafanyika. Ukikubali tu kutubu, ukikubali tu kufungua roho yako na kutoa siri zote za dhambi ambazo unazifanya, Roho Mtakatifu atakuja kuingia kurudisha sura ya Mungu ndani yako. Utatakaswa kwa damu, utasafishwa kwa maji ya mwili wa Yesu, kisha roho wa Mungu ama uwepo wa Mungu unarudi ndani yako. Lakini lazima ukiri kwa midomo yako, uweze kutubu, uweze kutoa hizo siri nje, kumwaibisha Shetani. Haleluya! Najua nakuhubiria mambo ambayo hutaki kuyasikia, lakini hili ndilo neno la Mungu la kweli. Hii ndiyo ukweli. Na ndiyo maana tunaitwa watumishi. Hii ndiyo kazi tumeitwa kufanya, kuambia watu neno la Mungu la kweli. Watu wabadilike, wafanane Mungu, wafanane Mungu. Wokovu sio mchezo, wokovu sio rahisi, lakini tunajitahidi, tunakaza mwendo. Japo shida na matatizo, japo watu wanatupiga mawe, japo visiki, japo milima, japo kukwaa, hata ukianguka, simama. Bado damu ya Yesu nafanya kazi. Neema bado iko. Simama, tubu na uendelee na safari. Biblia inasema katika Mithali na katika Mithali na katika Zaburi za Daudi, Biblia inasema kwamba heri mwisho wa neno kuliko mwanzo wake. Haleluya! Pengine utaniambia umekuwa Mkristo kwa miaka 13, 12, 14. Pengine umekuwa Mkristo kwa miaka 100. Kwa miaka ngapi? Haijalishi ni miaka ngapi umeokoka. Ile nayo jalisha ni, je, kuna sura ya Mungu ndani yako? Pengine wewe ni mtumishi wa Mungu na unanifuata, na unahudumia watu, na unajifanya wewe kabisa ni kuhani kabisa, mtumishi wa Mungu, lakini ndani yako unajua vizuri haujaokoka. Unajua vizuri ndani yako haujaitwa kufanya hii kazi. Unajua vizuri ndani yako hii sio kazi yako. Unafanya tu sababu una kazi nyingine ya kufanya. Tubu. Kubali kurudisha, kubali kukaribisha sura ya Mungu, sura ya moto katika maisha yako, ikubadilishe, ikugeuze. Mungu akupatie neno, akupatie kitu ya kupatia watu, akupatie neno ya kuongoza nayo watu katika mapenzi ya Mungu, katika roho na kweli.
Pengine wewe umekuwa ukiishi kanisani sababu hauna mahali pengine pa kwenda. Makanisa zote zimekukosea. Makanisa zote zimekuchosha. Jioni ya leo, shida sio kanisa. Shida sio dini. Shida sio jina ya kanisa. Shida sio jina ya pastor ama bishop. Shida sio jina ya maaskofu ama mitume. Shida ni, je, umebadilika? Je, sura ya Mungu iko ndani yako? Ndani ya aina tatu za watu.